Karibuni UK Swahili. Leo tunasoma hadithi fupi ikiwa imeandikwa naye Ken Walibora. Profesa Ken Walibora. Kibwana alimwona Salome Nzoro akimjia. Usoni bashasha tele. Mtangazaji mwenzake, lakini kwa kawaida hawana mkabala mzuri. Si angalabu kusemezana. Tangu Salome alipoikatalia mbali posa ya Kibwana imekuwa ndio mwao. Lakini leo Salome kamchangamkia. Kwa nini? Kwa nini? Salome alikaribia na kumpa mkono. Hongera bwana. Salome alimwambia mtangazaji mwenzake kwenye chumba cha habari. Hongera ya nini? Kibwana alisema kwa mshangao. Wacha kujitia hamnazo, alisema Salome. Kwa nini? Kulikoni? We, si umeshinda tuzo ya mtangazaji bora wa habari mkuu mwaka huu? Aliuliza Salome. Tuzo? Alimaka Kibwana. Ndiyo, na rais anatoa tuzo hizo kwenye hoteli ya Intercontinental kesho saa 6 mchana. Una hakika? Kaniambia amu wangu Profesa Nzoro, mwenyekiti cha kamati ya utoaji kruzo. Kijasho chembamba kikaanza kumtoka Kibwana. Mambo mengine huwa kama ndoto. Miaka 3 imepita tangu alipohitimu kwenye taasisi ya mawasiliano. Alipata kazi ya utangazaji mara moja kwenye redio ya taifa. Katika miaka 3 amefanya kila alichotaka kufanya. Ametangaza kandanda, sherehe za kitaifa, habari, makala maalum. Alimradi amekuwa mjuzi wa mengi. Asa ataajiriwa na idhaa ya BBC au sauti ya Ujerumani au sauti ya Amerika au idhaa nyingine yoyote huko ng'ambo. Mara ngapi ameambiwa sauti yake safi inayoweza kumtoa nyoka pangoni? Kapata mashabiki wengi na wakosoaji pia. Lakini hili la kushinda tuzo hakulifikiria. Haijawahi kumpitikia akilini. Alijua sherehe za utoaji zawadi zipo, lakini hakuwa na habari za ushindi wake. Haiwi huwa na mambo nikangaja huenda yakaja. Kibwana hakulala usiku kucha. Akili zake zilituama kwenye sherehe ya tuzo. Japo awali alikuwa hana mpango wa kuhudhuria, sasa ilikuwa lazima kuhudhuria. Ilikuwa ni siku yake, siku ya kutafahari. Alitafakari juu chini, siku yake ya kutafahari. Asubuhi ilipofika aliingia maliwatoni akakoga. Akavaa suti yake nyeusi ya mtumba. Wajua tena mshahara mdogo haumudu suti mpya. Hoja sio mavazi leo. Hoja ni kupewa tuzo na kiongozi wa nchi. Tuzo iliyokuwa kileleta cha kazi ya utangazaji. Watu hufanya kazi ya utangazaji kwa miaka na mikaka, wakajifia na kujiondokea bila hata kunusa harufu ya tuzo hiyo. Leo yeye bima imemwangukia. Nyota ya rehema imemulikia. Aliingia katika hoteli ya Intercontinental saa 5:30. Kulikuwa na nyaka ya wanahabari, si wa magazeti, si wa redio, si wa runinga. Wengine wamekuja kuzawadiwa, wengine kushuhudia. Wanahabari wa kampuni mbalimbali za vyombo vya habari. Haikosi pana walinzi wa usalama wa rais hapa waliofichamana katika nguo za kiraia na kutangamana katika umati huu wa wanahabari na wageni waalikwa. Kibwana anawasikia wanahabari wanapiga soga kwa vikundi. Anasalimiana baadhi yao. Wengine
wanaonyesha kumjua. Wengine hawana habari na hawana haja ya kuwa nazo. Yeye si mtangazaji wa runinga. Wengine wanaijua sauti yake lakini mwenyewe hawamjui. Hao wanaonivalia miwani leo nitawatisha, mdharau mbiu hubuika. Watashangaa atakapotangazwa mshindi, watanijua mimi nani. Dalili za kukaribia kwa rais zilibainika kwa kuwasili kwa walinzi wake, kisha mgurumo wa mlolongo wa magari. Rais aliingia ghafla kwa mbwembwe na madoido. Naam, rais na msafara wake wa maafisa wakuu serikalini. Mashallah, mzee kakoga sana siku hizi, Kibwana alijiambia. Mvi zimekuwa nyingi kichwani na uso kufanya makunyanzi. Kwa miaka 2-3 Kibwana hajamuona rais kwa ukaribu hivi. Kibwana amekuwa akitangaza habari za rais moja kwa moja kwenye redio, lakini kibanda cha kutangazia huwa mbali kidogo na apitapo rais na liwapo jukwaa lake. Aliutazama mkono wa rais, akajiambia, leo atanisalimia mkononi. Leo siku yangu. Rais alipomkaribia, mlinzi mmoja alimsukuma Kibwana kwa mkiki, akapepesuka kinyume karibu anguke. Unaniona duni, lakini sasa hivi dunia itanibadilikia, Kibwana alijiambia. Mkuu wa sherehe alijikaribisha kipaza sauti, watu wakatulia. Akawatambulisha wageni rasmi. Hotuba zitatolewa kuhusu hiki na kile katika uwanja wa wanahabari. Karibu Kibwana, stahamala zimuishe. Alichotaka yeye ni kuzawadiwa. Mbona hawa watu wanachelewa jamani kunipa zawadi yangu jamani? Kisha mkuu wa sherehe alimwalika mwenyekiti wa jopo la wakaguzi. Kibwana alimwona mtu mfupi kama nyundo, mhadhiri katika kitivo cha wanahabari katika chuo kikuu. Nani hamjui Profesa Nzoro? Kwanza aliwatambulisha wanajopo wenzake kwa hadhira. Kisha akasema huwa kulikuwa na vitengo mbalimbali vya mashindano: upigaji picha, utangazaji habari, uandishi wa makala, uripota. Akazungumza lile na hili kuhusu wanahabari na kisha kutamka lile alilolitaka Kibwana. Kibwana moyo ulimpapa. Akameza ndonge la mate mazito. Basi umefika wakati wa kutamka na kubainisha mbichi na mbivu. Katika kitengo cha utangazaji wa habari wa redio, mshindi wa tuzo ya mwaka huu ni Salome Nzoro. Kibwana alidhani anaota. Macho yakaingia kiwi na masikio kuziba. Wakati umati ukishangilia kwa nderemo na vifijo, alikuwa hasikii. Wakati Salome akitembea kwa ndweo kwenda kuchukua tuzo yake, Kibwana hakumuona. Lo, jinsi mambo yanavyobiruka! Alitoka ukumbini aste, miguu si yake, kiwiliwili si chake, akili si zake. Alijikuta msalani, alikwenda bila kuwa na haja. Alitazama kioni na kuona uso wake ulivyosawajika, machozi njia mbili. Aliacha yamwagike, yakaloanisha mashavu yake na kudondokea kwenye suti yake nadhifu ya mtumba. Hajui kiasi gani alichokaa chooni, anajitazama kioni. Alihisi mguso wa mkono begani, mguso laini. Hakugeuka. Wafanya nini kwenye choo cha wanawake? Alisikia sauti ya kike nyuma yake. Akageuka sasa. Taha ya Yuri ilikiamvaa.
Samahani dada, akasema na kuondoka. Alitaka kujiendea zake. Akakumbana tena na nyaka ya wanahabari wanapiga soga na kuchekacheka. Mipasuko ya vicheko vyake ilimkera. Sauti za soga lao lilimgasi. Akapenya umatini kuelekea lango la kutokea. Kutahamaki anakutana ana kwa ana na Salome. Jana jike hili Afriti lilikuwa na bashasha na limeibeba zawadi yenye mkononi, linajishaua. Kibwana alisita. Kibwana sasa, Salome alitamka. We, usilete ujumba, alijibu Kibwana kwa uchungu. Mbona unanichezea shere? Ulikuwa ni utani tu Kibwana. Samahani Kibwana. Pengine utanyakua tuzo hii mwaka ujao au ule mwengine. Kibwana alifumbata konzi kutaka kuirusha. Akajirudi mwenyewe, akameza mate machungu na kujiendea zake. Ndio mwisho wa hadithi fupi ikiwa imeandikwa naye Profesa Ken Walibora. Tuzo. Asanteni kwa sasa. Tusemezane wakati huo mwingine. Kwa heri. Basi ndio raha ya maandishi, ndio raha zake.